Sijui tunaelewana vizuri? Kwa hiyo niwapongeze sana jamani kwa dhati maafisa usafirishaji wote sambamba na vijana wa Kahama kujitokeza kwa wingi, na huu ndio uzalendo. Ofisi hizi sio za chama chochote cha siasa. Ofisi hizi ni za umma, na umma ndio sisi ambao mnatuona hapa. Kwa hiyo haya yaliyotokea kweli hayakuwa mazuri, na sisi kama vijana tumeona. Kwa hiyo inshallah tutaita taarifa rasmi nini kitaendelea hapo baadaye. Asanteni sana. Serikali za mitaa ambazo ziliharibiwa sambamba na ofisi za watendaji wa kata. Sasa katika mazingira haya, majengo haya ya kutolea huduma kwa wananchi ni ya kwetu sisi wananchi. Tunapozungumza serikali, msingi wa serikali ni mimi na ninyi. Tunaelewana ndugu zangu? Sasa basi, nipata maoni kutoka kwa vijana wa makundi mbalimbali kwamba kwa nini tusijiorganize kama vijana kupitia nguvu kazi ya kwetu kuhakikisha miundombinu ya majengo ya serikali ambayo serikali iliyajenga kwa ajili ya kutoa huduma kwa wananchi tunayarudisha kwa nguvu zetu. Lakini hatuwezi kutumia nguvu zetu kurejesha miundombinu iliyoharibiwa wakati wa hizo rapsha bila kupita na kuona aina na ukubwa wa madhara yaliyotokea katika maeneo haya. Kwa hiyo katika mazingira hayo tutakuwa na ziara fupi ya kupita na kuona majengo kwenye maeneo ya Malunga, Malunga. Baada ya kutoka Malunga tutaenda Mongolo pale ofisi ya kata, tutapita kituo cha polisi pale Mongolo, tutaenda Majengo, Nyasubi, Mungula, Nyahanga, alafu tutarudi kwa maana ya Shunu pale. Nyahanga kwa maana ya Shunu, alafu tutarudi, tutakuwa na kikao cha muda mfupi sana ofisi ya kata ya Kahama mjini. Mimi naitwa Kambai Saru Manyenye, mjumbe wa serikali ya mtaa wa Mpungula. Hivyo basi, kwanza niwashukuru ndugu mkuu kwa ajili ya kufika kwako mahali hapa. Kweli ndugu zangu, kama mnavyoona athari tuliyoipata ni hii. Nadhani hii ni athari ya kitaifa. Kwa hiyo mimi nipongeze tu ujio wenu, na kama mnavyoona sasa, kama ulivyosema ndugu mkuu, tunahitaji kwa kweli tuone tuweze kufanya njia gani mbadala ili kuweza kurudisha ofisi zetu kwa ajili ya huduma za wananchi. Hivyo leo mnakutia wito kwamba kama ulivyofika na jopo lako hili, basi na serikali, vijana wazalendo, basi muishike serikali mkono ili kuweza kurudisha huduma kwa ajili ya maendeleo kwa wananchi. Hivyo tu mkuu, basi mimi tupende kutoa shukrani. Nashukuru sana, na vijana wote mlioweza kufika mahali hapa niwashukuru sana kwa ajili ya kufika kwenu. Basi niwaombe tuweze kuitikia wito huu ili tuweze kushirikiana katika kurudisha maendeleo katika nchi yetu au na wilaya yetu kwa ujumla. Gati la maji pale ndio kajaribu ofisi, wananchi huko wanahangaika, wakina mama wakiwa na kesi hawapeleke wapi, ndio unakuta mwenyekiti kashaenda kwenye gati la maji pale, tunahangaika kupata. Hata mihuri sasa hivi imekuwa ya kuhangaikia, changamoto zimekuwa nyingi, na sisi tunaomba mama yetu Samia ili vurugu yote hii iliyotokea isije ikajirudia tena. Majanga wakati wa uchaguzi ndio tuliyopata haya majanga. Baada ya kuchoma hiyo ofisi yote wakasafisha na wakaondoka, wakaenda kuchoma nyumba ya katibu wa wilaya pale, na imevunjwa vioo. Vijana na waomba wawe watulivu, watulie ili nchi yetu tuijenge vizuri, ambayo yataweka mambo mazuri katika kata yetu ya Kahama mjini na wilaya yetu kwa ujumla. Kwa hiyo niseme kabisa karibuni sana. Tutamsikiliza mkuu wetu wa wilaya pamoja na viongozi wengine ambao pale ambao wamekuja nayo kwa ajili ya kurudisha hali nzuri katika eneo letu la kata yetu ya Kahama mjini na wilaya yetu kwa ujumla. Maafisa wa usafirishaji hoye! Richard Thomas Marifeza, watu wa bajaji wasije kwenye katibu msaidizi wa chama cha wamiliki wa pikipiki za kibiashara mkoa wa Shinyanga. Na sisi kama wasafirishaji, lengo letu ni kwamba tunaunga mkono jitihada za Mheshimiwa mkuu wa wilaya
ambazo tulikuwa tumeshirikiana naye kwenye siku ya leo katika kuzunguka kuona majengo yale ambayo yaliasiriwa Oktoba 29, na sisi kama wasafirishaji wa vyombo vya usafiri hivi ambavyo ni guta, pikipiki ya tairi 2 pamoja na pikipiki ya tairi 3 ambayo ni bajaji ya kubeba abiria, tunaungana na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kusapoti huduma hii ya kijamii pale tutakapohitajika kwa ajili ya kuchangia kwenye ujenzi wa majengo haya, kwa sababu hili jambo la kuchangia kuhusu majengo yetu haya ya watendaji, kwa sababu ofisi za watendaji ni ofisi ambazo zinahusisha jamii. Kwa hiyo kwenye kipindi hiki kikubwa ambacho tumepata hizi adha, tumekuwa tukienda kutafuta maeneo ya mbali huduma. Kwa hiyo sisi kama viongozi wa bajaji na pikipiki tunaunga mkono jitihada za Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya. Kwa niaba ya serikali ya wilaya ya Kahama, tuwaahidi tutakuwa pamoja na ninyi katika shida na raha. Naomba nirudie hili, Waswahili wanasema ukishikwa shikamana. Ninyi vijana wa Kahama, upendo mlioonyesha kwa serikali yenu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia ofisi ya mkuu wa wilaya sambamba na viongozi wote ngazi ya kata na mitaa, kupita katika maeneo haya ya serikali ambayo yaliathiriwa na vurugu zilizotokea Oktoba, sio jambo dogo. Kwetu mmeweka alama, na sisi tutajitahidi kadri Mungu atakavyotuwezesha kuwa chanzo cha tabasamu kwa vijana wa Kahama. Ndugu zangu, pamoja na yote yaliyotokea, lakini serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya mama hodari Daktari Samia Suluhu Hassan inawapenda sana. Ninaamini ninyi ni mashahidi. Muda mchache mama alipoingia madarakani alifuta leseni zaidi ya 70 za wawekezaji, na wizara pamoja na taasisi zingine husika zinapambana kuona namna gani leseni zile pamoja na fursa zingine zinawafikia vijana wakiwemo vijana wa Kahama. Lakini hivi karibuni mmeshuhudia serikali yetu chini ya Wizara ya Madini imeingia mkataba na benki ya NMB kwa ajili ya kurahisisha mazingira mazuri ya wachimbaji wadogo waweze kutumia mikopo nafuu ili waweze kupata nyenzo za shughuli zao za uchimbaji. Lakini kama haitoshi, Mheshimiwa Rais, mmeona, najua wote mnatumia vyombo, mnafuatia vyombo vya habari, mna simu sambamba na vidukuzi vingine. Mmeona serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan imetoa shilingi bilioni 200, sio milioni, bilioni 200, na fedha zile zimekwenda zimesambazwa kwenye zile wizara za kisekta, kwa maana ya vijana ambao wako kwenye sekta ya kilimo wanaohitaji kukopa. Sasa mikopo ipo sekta ya madini, sekta ya ufugaji, uvuvi na sekta zingine. Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? Kwa hiyo sambamba na haya ambayo nimeyazungumza na kuwashukuru kwa upendo mkubwa ambao mmeonyesha kwetu, lakini ni dhahiri kwamba pamoja na maumivu ambayo Mheshimiwa Rais kama binadamu, kama kiongozi mkuu wa nchi anaweza kuwa nayo dhidi yetu vijana kwa yaliyotokea, lakini bado hajarudi nyuma. Mheshimiwa Rais anatupenda. Nitaomba MC, kabla sijamaliza, utupatie wimbo wa Zuchu wa bado nakupenda, walau kwa dakika moja, tuselebuke kidogo, tuchangamke. Vijana hoi, vijana safi, hapo vipi?